Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa wana wa Mungu, karibuni katika tafakari la leo Jumamosi tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026. Tutafakari juu ya zawadi yenye thamani. Somo letu linatoka katika Mwinjili Marko sura ya 12 mstari wa 34, 38 mpaka 44. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Mtukufu kwako, Bwana. Yesu aliwaambia katika mafundisho yake, jihadharini na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa masokoni na kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele katika karamu, ambao hula nyumba za wajane na kwa unafiki husali sala ndefu. Hawa watapata hukumu iliyo kubwa. Naye akaketi kulielekea sanduku la hazina, akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa katika sanduku. Matajiri wengi wakatia mengi. Akaja mwanamke mmoja mjane maskini, akatia senti 2, kiasi cha nusu pesa. Akawaita wanafunzi wake akawaambia, amin nawaambia, huyu mjane ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina, maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo, ndiyo riziki yake yote pia. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa, zawadi yenye thamani ni zawadi inayogharimu. Utoaji wa kweli unapaswa kupimwa kwa kiasi kinachobaki na sio ukubwa wa kiasi kilichotolewa. Mjane maskini alitoa yote, hata mlo wake wa kesho, hakubakiza kitu. Sisi tunaweza kuhisi kwamba hatuna kiasi kikubwa kwa ajili ya kumpa Kristo, lakini tukiweka mbele yetu vyote tulivyo navyo, Yesu atatumia hivyo kutufanyia makubwa tusiyoyatarajia. Ukubwa wa mjane maskini upo katika kutoa. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Richard Helverson. Yeye alisema hivi, mtu ni kama shimo. Jinsi anavyotoa ndivyo ukubwa wake unavyoongezeka. Kwa hiyo ukubwa uko katika kutoa, si kupata. Bwana wetu Yesu Kristo atusaidie kujisikia kutoa kwa ajili ya wengine. Tusije tukasita tunapokuja kujibu swala la kutoa. Likija swala la kutoa, inabidi tutoe bila kinyongo, tutoe kwa furaha kwa ajili ya wengine. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.